Na vishukuru vyama vyote vya siasa vilivyoshiriki katika uchaguzi huu, na hasa wale ambao kuwa wameshiriki uchaguzi wa Zanzibar. Kwa mara ya kwanza uchaguzi huu umeweka historia nzuri kwa taifa letu kwa sababu moja kubwa. Chaguzi nyingi tunazofanya, kama sio zote, kunakuwa na malalamiko, malumbano na hata damu za watu kumwagika kutokana na visingizio vya uchaguzi. Lakini kwa mara ya kwanza tumemaliza uchaguzi Zanzibar, lakini Zanzibar ikiwa salama, ikiwa shwari, pamoja na malalamiko ambayo kuwa yapo kwa baadhi ya vyama. Hiyo ni haki, lakini wote tumekuwa wazalendo kwa kujua thamani ya amani, thamani ya umoja. Hili ni jambo kwa sababu lengo ni kujenga, sio kuvunja. Kwa hivyo lolote, na kuna mengi ambayo yametokea katika uchaguzi. Tunajua kwamba demokrasi yetu bado ni changa. Demokrasi katika nchi za Kiafrika haijafikia kiwango kile ambacho kuwa wengine wanakitaka. Lakini kuna wengine wana misingi yao ya demokrasi wanayoitaka, lakini na taifa lina demokrasi yake ambayo wanaitaka. Na demokrasi haikui kwa siku moja. Ikiwa Mwenyezi Mungu kaiumba dunia kwa siku 6. Kwa hivyo na sisi demokrasi haiwezi ikawa, ukiangalia kiwango tulichofikia sisi na mfano wa Marekani, kama miaka kama ya kwetu sisi, tunaweza kusema sisi tuko mbele zaidi, kwa sababu wao ilikuwa wanawake hawaruhusiwi kupiga kura wakati huo. Lakini sio wanawake, watu weusi walikuwa hawaruhusiwi kupiga kura. Lakini sisi sio hivyo. Mpaka leo Marekani hajakubali rais kuwa mwanamke. Pamoja na yote anakaa pale anagombea, lakini katika mambo ya ndani. Kwa hivyo demokrasi yetu imepiga hatua kubwa. Lakini ili kufikia lengo ambalo kwa kila mmoja ataridhika kwa demokrasi hiyo, ingawa haitakuwa rahisi, maridhiano au malalamiko yanapotolewa, mnasikiliza yale ambayo kwa na ukweli, yana mwelekeo wa kisheria. Kwa mfano, kama anasema mimi jimbo langu mwakilishi alifanya hivi, naenda mahakamani, ipo kisheria, utakuwa na mahakamani. Lakini huwezi ukasema kwamba mimi naenda mahakamani kupinga matokeo ya rais, kwa sababu tayari sheria umeikubali kwamba matokeo ya rais hayapelekwi mahakamani. Kwa hivyo naweza nikasema kila kinachozungumzwa ili kupata ukweli wake ni kukaa ukasikiliza, halafu ukajua undani nini cha ukweli na nini si cha ukweli.